Taarifa ya dharura ya jioni kutoka kwa Chadema imetikisa taifa na ulimwengu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scope. Katika kile kinachoonekana kama hatua nyingine inayozua taharuki katika medani ya kisiasa nchini, hatimaye mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Lissu ameingia katika sura mpya ya utata baada ya jeshi la magereza kuzuia kwa mara ya pili viongozi wa chama hicho kumuona akiwa ameshikiliwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Tukio hili limeibua mawingi mapya ya mjadala kuhusu uwazi wa taasisi za usalama, uhalali wa taratibu za uendeshaji wa magereza na nafasi ya upinzani katika uwanja mpana wa demokrasia ya Tanzania. Taarifa kutoka kwa chama hicho imetolewa leo Novemba tarehe 30 na kusainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, na imekuwa ishara taswira kubwa zaidi mgogoro na uchanua kati ya taasisi za dola na chama kikuu cha upinzani. Kwa mujibu wa maelezo ya Chadema, matukio yaliyofanyika ndani ya siku kadhaa mfululizo yameonyesha mwenendo usio wa kawaida wenye kuashiria matumizi ya mamlaka kwa namna inayotia mashaka kuhusu haki ya mahabusu kupatiwa huduma za msingi. Na katika siku tatu tofauti, viongozi wa juu wa Chadema wakiwemo wajumbe wa kamati kuu, katibu mkuu na makada wenye dhamana ya uongozi walifika Ukonga kwa lengo la kumjulia hali kiongozi wao. Ziara hizo zilikuwa sehemu ya majukumu ya kawaida ya chama, hasa ikizingatiwa nafasi ya Lissu katika harakati za kisiasa na hali ya mahabusu inayohitaji uangalizi wa karibu. Hata hivyo, kila walipojaribu kuingia gerezani walikutana na vizuizi visivyo na ufafanuzi wa wazi kutoka kwa maafisa wa magereza. Hatua hii ilizua taharuki hasa baada ya viongozi hao kuambiwa kuwa kuna maelekezo maalum ya kutoa ruhusu viongozi wa Chadema kumuona Lissu. Tukio la mwisho lilotolewa Novemba tarehe 30 liliongeza uzito wa kilio cha chama hicho. Katibu mkuu John Munyika alipojitokeza tena kwa lengo la kumuona kiongozi wake, alikabiliwa na taarifa ile ile kwamba maelekezo ya ndani yanazuia mawasiliano yoyote kati ya Lissu na viongozi wa chama. Mwenendo huu unatajwa na Chadema kuwa kinyume cha haki ya msingi ya mahabusu, haki ambazo zinatambuliwa katika sheria, kanuni za magereza na misingi ya utu. Na katika muktadha mpana zaidi, chama kimeeleza kuwa vitendo hivyo vionekani kama matukio ya kawaida, na kwa mujibu wa kauli yao, udhibiti unaofanywa na jeshi la magereza unafanana na mkakati mpana wa kuwatenga viongozi wa chama na hivyo kuwanyima nafasi ya kuendelea kutimiza majukumu yao ya kisiasa na kisheria. Kwa mujibu wa msimamo wa Chadema, mazingira kama haya yanaweza kuchelewesha haki, kufifisha ulinzi wa mahabusu na kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi za usalama. Na katika taarifa yao, Chadema imefafanua kuwa haki ya mahabusu kutembelewa inabeba uzito wa kipekee katika utawala wa sheria. Haki hiyo si tu njia ya mawasiliano, bali pia ni mfumo unaowezesha uwazi, ufuatiliaji wa afya na ustawi wa mahabusu na kuzuia vitendo vya ukiukwaji wa haki ndani ya magereza. Kwa kuzuia viongozi hao, chama kinasema kuwa kuna hali inayoweza kuchochea wasiwasi kuhusu mazingira ambayo Lissu anashikiliwa na iwapo kanuni za kimataifa zinazingatiwa. Katika sura ya pili ya hoja yake, chama hicho kimeangaza pia athari za kiusalama za hatua kama hizi. Kimeeleza kuwa kitendo cha kuzuia taarifa na mawasiliano kinaweza kuleta mkanganyiko mkubwa katika jamii, hasa katika kipindi ambacho taifa linakabiliwa na mijadala mikubwa kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya dola. Na katika mtazamo wao, hatua hiyo ya magereza inaweza kuongeza mashaka ya kuchochea wasiwasi unaoweza kuepukika ikiwa kungekuwa njia za wazi za mawasiliano. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, malalamiko ya chama hayaishi kwenye ukuta wa gereza peke yake, kwani Chadema imetolea wito jumuiya ya kimataifa, taasisi za kutetea haki za binadamu na wadau ndani na nje ya kufuatilia kwa karibu mwenendo huu ambao chama hicho kimeutaja kuwa tishio kwa mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Kwa maoni hayo, hali hii ni sehemu ya alama zinazojitokeza katika miongozo ya kisiasa ambayo huenda ikaathiri haki za msingi za raia ikiwa haitathibitiwa. Na katika sura ya mwendelezo, tamko lao, Chadema imesisitiza kuwa haitabaki kimya endapo kiukwaji huo utaendelea. Chama kimeweka wazi kuwa kitachukua hatua mbalimbali za kisheria na kisiasa
ili kuhakikisha haki za viongozi wake akiwemo Lissu zinalindwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Mwelekeo huu unaonyesha dhamira ya chama kutafuta majibu ya kudai uwajibikaji bila kujali mazingira magumu ya kisiasa yanayolikabili. Na kadri mijadala inavyoendelea, mjadala kuhusu afya ya taasisi ya usalama nchini unaonekana kupata nguvu mpya, na suala la iwapo taasisi hizo zinaendesha majukumu yao kwa mujibu wa sheria linaanza kuchukua nafasi kubwa katika mazungumzo ya kitaifa. Kwa upande mwingine, hatua ya Chadema ya kutoa taarifa rasmi kwa umma inatafsiriwa kama njia ya kutaka kuwepo kwa uwazi katika hatua zote zinazohusu haki za binadamu, usalama wa kisiasa na utawala wa sheria. Ukweli kwamba taarifa hiyo imetolewa rasmi jijini Dar es Salaam na kusainiwa na Brenda Rupi imeongeza uzito kwa kuwa unatokana na mamlaka ya juu ndani ya chama. Taarifa hiyo si tu onyo bali pia ni mwongozo kwa chama, kwa wadau na kwa umma kuhusu misingi ya haki na ulinzi wa viongozi wa kisiasa wanaokabiliwa na mashtaka au kesi za jinai. Na katika mtiririko wa matukio haya, uamuzi wa jeshi la magereza kutotoa sababu za kina kuhusu vizuizi ulioibua sintofahamu zaidi. Hali hii inazidisha swali kuhusu mazingira yaliyopo Lissu na iwapo viongozi wengine na familia wanaweza kufuatilia ustawi wake kwa uhuru unaokubalika kisheria. Katika mazingira ya nchi inayoendelea kutathmini mustakabali wa uhuru wa kisiasa, swala kama hili linajipenyeza katika mijadala ya umma kama moja ya mihimili inayopima ubora wa taarifa za ulinzi na usalama. Kwa upande wa wananchi, mitandao ya kijamii na majukwaa ya mijadala imekuwa sehemu ya kutoa maoni, shaka na msimamo kuhusu tukio hili. Wapo wanaohoji kuhusu mantiki ya kuzuiwa kwa viongozi wa chama kumwona mwenyekiti wao, huku wengine wakieleza kuwa mazingira yaliyopo yanahitaji maelezo yenye uwazi zaidi kutoka kwa mamlaka husika ili kuondoa sintofahamu. Kwa ujumla, sakata hili limeonyesha na kuongeza uzito kati ya mjadala mpana kuhusu haki za mahabusu, uhalali wa taratibu za magereza, nafasi ya upinzani katika siasa za taifa na wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinalindwa bila upendeleo. Maswali kuhusu mustakabali wa tasnia ya siasa za upinzani, usalama wa viongozi wake na uhusiano kati ya vyombo vya dola na chama hicho yanazidi kupata kasi katika mijadala ya kitaifa. Na huku hali ikisubiriwa kupata ufafanuzi wa kina kutoka kwa jeshi la magereza, taifa linasubiri kuona iwapo hatua hii itakuwa chanzo cha msuguano mkubwa zaidi au kama itaibua mabadiliko yatakayolenga kuboresha mazingira ya haki kwa mahabusu na viongozi wa kisiasa nchini. Na katika kila hatua kuna msukumo unaongezeka wa kutafuta majibu, kutafuta uwazi na kulinda misingi ya kikatiba ambayo imekuwa dira ya Tanzania kwa miongo kadhaa. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia ndugu jamaa na wote ambao hawajapokea taarifa hizi.